manunguniko kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa, wananchi hawaridhishwi nayo. Diwani wa kata ya Ramadhani halmashauri ya mji wa Njombe Erasto Ngole amesema baadhi ya wananchi mjini Njombe wamekuwa wakilalamikia huduma zinazotolewa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Njombe, jambo linalopelekea upungufu wa wagonjwa kufika katika hospitali hiyo. Ameeleza hayo kwa niaba ya wananchi mbele ya naibu waziri wa afya Dr. Florence Samizi baada ya kutembelea na kukagua hospitali hiyo, ambapo amesema ipo sababu ya kupunguza changamoto hizo ili wananchi waweze kufuata huduma. Hata hivyo, Dr. Florence ameagiza watumishi kuongea vizuri na wananchi baada ya kutoa huduma ili kujua zaidi changamoto na kuzifanyia kazi. Na niseme tu naibu waziri, mimi kama kiongozi na msemaji wa wananchi, ziko taarifa za manunguniko ya wananchi juu ya hospitali yao, na hili ni vizuri nikalisema, na nisipolisema nitakuwa nimewapunja wananchi wangu. Kiujumla, Mheshimiwa Naibu Waziri, wananchi hawaridhishwi na huduma zinazotolewa. Na nimezungumza na mganga mkuu kwamba tunakwenda kujipanga upya, lakini ninaona kama nikikwambia na wewe utatusaidia kufanya msukumo, na nikikaa kimya nitakuwa sijitendee haki mimi, nitakuwa siwatendee haki wananchi wa kata ya Ramadhani na wana Njombe, lakini pia nitakuwa sikutendee haki wewe, kwa sababu nikikwambia ukweli, ziara yako utaitekeleza kutokana na ukweli ambao umeusikia. Huko uzembe mdogo mdogo kwenye hospitali yetu, ambao kwenye ziara zangu, na juzi tulikuwa na ziara na mkuu wa wilaya hapa, bahati mbaya hayupo, lakini baadhi ya madaktari wa hospitali walikuwepo kwenye ziara. Wananchi wana manunguniko makubwa na hospitali yao. Nisingependa nitumie lugha nyingi ambazo sio za kistaarabu, lakini ifahamike kwamba kuna manunguniko kwenye hospitali ya rufaa ya mkoa, wananchi hawaridhishwi nayo. Na kwa kuwa pana manunguniko mengi, wagonjwa wanakuja kwa uchache sana. Zamani wakati hospitali inafunguliwa hapa kulikuwa na foleni kubwa sana ya wagonjwa, lakini sasa hivi ukienda kwenye mawodi wagonjwa hawapo. Na haya yanasemwa sana, na naamini ukiwapa nafasi wananchi waseme watayasema. Ningeomba management pamoja na madaktari wote na watumishi wote wa hospitali ya mkoa tutoe huduma kutokana na thamani ya majengo na fedha zinazotolewa. Mheshimiwa Waziri, watu wanasema hospitali ya rufaa ni gharama. Mimi nimewajibu, huwezi kutoa gharama zile unazotoa zahanati kwenye hospitali ya rufaa. Kule ni zahanati, ukienda kituo cha afya kuna mabadiliko, ukienda wilayani kuna mabadiliko, hapa ni rufaa, ni lazima gharama ziendane na hospitali ya rufaa. Lakini sasa tunachotaka zile gharama ziendane sawa sawa na huduma pia inayotolewa. Huduma chache, gharama kubwa. Hilo ndio tatizo ambalo lipo kwenye hospitali hii. Lakini kuna kitu kinaitwa kukea wagonjwa. Kukea na kujali wagonjwa nalo lipo chini sana. Agenda yetu ya ubora wa huduma haiwezi kufanikiwa kama hatupati feedback, kama hatupati mrejesho kutoka kwa tunaowahudumia. Ndio maana leo tumepata mrejesho wa mambo mawili, kwamba hawaridhishwi na huduma na kuna uzembe mdogo mdogo. Ndio maneno ameongea Mheshimiwa Diwani, sio yangu. Kama mngekuwa mlishamsikiliza hapa leo asingeyarudia. Hauna kosa ya diwani. Sahihi. Nisingesema kabisa. Naomba tuongee na wananchi. Watumishi oye. Watumishi safi. Hawa ndio mabosi wetu. Hawa ndio tunaowahudumia.
Tukijisifu wenyewe tunatibu vizuri, huduma nzuri, lakini wenyewe wanasema hawaridhishwi. Nyie hapo mnaonaje? Mnaonaje? Haitakaa vizuri, si sawa? Hapa tatizo ni moja tu, customer care. Tuwape muda wa kuongea nao, tuwasikilize, tuwaelimishe. Tukiwasikiliza, tukiwaelimisha, siku nyingine wakija hapa watatupongeza. Hapo vipi? Mheshimiwa diwani, oye! Diwani ni mtu ambaye lazima aseme kwa wananchi wake. Na mkitaka kujua aliyoyasema ni wananchi wake, mmeona aliposema makofi yalivyotokea. Ingekuwa sio jambo lao wasingepiga makofi, lakini hilo ni jambo lao. Na mimi naamini sio nyote, ila huyo mmoja mngemjua. Mngemjuaje? Alivyo mimi jamani, nimekuja hapa sijahudumiwa vizuri. Kakuhudumia nani? Kanihudumia bwana fulani. Bwana fulani njoo. Kwani kumhudumia kwa sababu gani? Ilikuwa 1 2 3. Mimi najua kinachotugharimu afya. Haraka, muda wa kuelezea wagonjwa hatuna. Jamani, fanyeni tuka jambo kamoja. Hata nesi unapomchoma mgonjwa sindano, mwambie, kwa nini nakuchoma sindano? Nakuchoma sindano kwa sababu unatapika. Nikikupa kidonge akitafanya kazi au utakitapika. Mgonjwa anafurahi sana. Jamani, mgonjwa umekuja hapa, una shida hii. Shida hii inasababishwa na daktari, nesi, mfamasia, tunakupa dawa hii, tunakuambia uimeze kwa njia hii kwa sababu hii. Tujipe muda wa kuongea na wagonjwa. Ndio wanachokosa wagonjwa. Sio watu wanakuja hapa wanaumwa, wengine wanahitaji tu counseling. Nyie mnajua tunawapa placebo tu, vitamini, wanaondoka na wanasema nimepewa dawa nzuri na nimepona. Kwa nini? Lugha yako. Kwa hiyo naomba nichukue wito huu kuwaelekeza watumishi wote wa afya wa mkoa wa Njombe, lakini na wa nchi nzima, wajitahidi kutoa huduma kwa weledi, lakini wajipe muda wa kuongea na wagonjwa, wawaeleze vizuri changamoto zao ili wawahudumie. Kuna mtu huduma ya afya mwenye lugha mbaya, lakini naomba niwathibitishie kuna mgonjwa mwenye lugha mbaya. Mimi nimekaa hospitalini miaka 22. Hauna utakachodanganya cha hospitalini. Mgonjwa anatoka huko kaisha vurugwa, kila unachomuuliza ni anakuchenjia tu. Hata neno la Mungu limesema, enyi wazazi msiwauzi watoto wenu. Hawa kweli ni watumishi wa afya, kweli ni watumishi wetu, lakini na wenyewe wanastahili heshima yao. Sio kwa sababu yeye mtumishi wa afya una mahali pa kumshtaki basi uende umejipanga kwamba huyu nitamkomesha huyu, akija viongozi tutamchomekea. Hapana. Tumeona watumishi wa afya wakipigwa, walinzi wakiwaambia jamani, muda wa kuona wagonjwa saa 6 wanapigwa, muda wa kuona wagonjwa saa 10 wanapigwa. Naomba pia watumishi wa afya tuwaheshimu. Hii ni ripoti ya Ayo TV na mimi ni Amiri Kilagalila.